Uchungu wa mwana aujuaye mzazi. Mheshimiwa Rais akiwa mzazi namba moja, na vile vile ilani ya sisi, tunaamini mzazi yoyote yule, cha kwanza ambacho angependa kukiona ni mtoto wake akipata ajira, akipata kipato, mtoto asiwe mzigo. Kwa baada ya kuona hiyo, mzazi namba moja na ilani ya Chama cha Mapinduzi ikabadili sera ya elimu. Tukasema sasa elimu yetu ni elimu ya ujuzi, ili watoto wetu waweze kuajirika. Kwa hiyo kilichotokea leo, Mheshimiwa Mwenyekiti, huwezi kuwa na mpango ambao haufanyiwi evaluation. Aliandaa ilani hii ni Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo wenye chama chao wamekuja kwa ajili ya kuhakiki yale walioelekeza ndiyo yanafanyika. Ndugu Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nipende tu kwa kusema jambo la kwanza, katika taasisi ambazo pia tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, sisi VETA ni taasisi ambayo tunajivunia katika utekelezaji eneo hilo, hususan katika eneo la kuhakikisha wananchi wa Kitanzania wanapata ujuzi, na ujuzi huo una uwezo wa kwenda kuwasaidia na wao kuweza kushiriki kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi na za kijamii. Na ujuzi huu tunaotoa sisi, tunaotoa ujuzi kwa vijana wote, kwa ngazi zote, umri wowote. Na hata hapa nimeona baadhi, mwenyekiti, kuna wazee wangu wapo hapo katika baraza lako, na wakaribisha pia VETA waje wasome, wajifunze masuala mbalimbali, ili ujuzi tunasema hautokagi kichwani wala mikononi. Ukiwa na ujuzi wako utaendelea kuwa nao na utakusaidia muda wowote. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo ni eneo la kwanza ambalo sisi tunasema tunatekeleza ilani. Na katika kwenda kutekeleza sasa kwa mifano zaidi, nadhani katika ilani yetu imeonyeshwa kwamba tunahitajika kuongeza vyuo vya ufundi stadi hapa nchini. Na sisi kama VETA tunasema Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali pamoja na chama wamehakikisha swala hili linafanywa kazi. Kwa upande wetu sisi wa VETA, kwa ilani ya mwaka 2020 mpaka 2025 tumeweza kuongeza vyuo vya ufundi stadi takriban 33 katika mikoa na wilaya mbalimbali. Na mpaka sasa hivi sisi VETA tuna vyuo 80. Tulikuwa na vyuo takriban 37, tukaongeza vyuo vingine na vikaongezeka mpaka tukafika vyuo 80 tulipofika mwaka 2024. Sasa hivi Mheshimiwa Rais ametoa fedha, tunajengewa tena vyuo vingine 65 katika wilaya mbalimbali na mkoa mmoja wa Songwe. Vyuo hivi lengo ni kuhakikisha kwamba vijana wa Kitanzania wanapata fursa wa kuweza kupata ujuzi mbalimbali utakaowasaidia katika maeneo yao, lakini pia utakawasaidia kuweza kuingia kwenye soko la ajira la hapa nchini na nje ya nchi. Na ndio maana hata katika maeneo ambayo mmeweza kupita katika karakana baadhi tulizozionyesha, mtaona kuna baadhi ya karakana tumeonyesha namna ambavyo tunaenda kuandaa vijana wa Kitanzania kuweza kupata vile viwango vya ubora vya kimataifa, ili waweze kupata kazi katika miradi ya kimkakati na utekelezwa hapa nchini, lakini pia kuweza kwenda kupata kazi nje ya nchi. Lakini sambamba na hilo, ujenzi huu umeendana sambamba na kuongeza udahili na wale watu wanaokuja kusoma vyuo vya VETA. Sasa hivi VETA tulitoka katika idadi ya wanafunzi 61,000, sasa hivi tumefikia idadi ya wanafunzi 86,000 kwa mwaka, wale wanaosoma muda mfupi na wanaosoma muda mrefu. Na wale wanafunzi wanaokuja kusoma VETA, fedha nyingi inatolewa na serikali katika kuwasaidia masomo yao. Sisi mwanafunzi anayekuja kusoma VETA kozi ya muda mrefu analipa shilingi 60,000 kwa mwaka kwa yule anayekuja na kurudi nyumbani. Yule anayesoma boarding analipa 120,000 kwa mwaka. Anakula, anasoma, analala, anakutana na godoro, yeye anakuja tu na shuka kwa shilingi 120,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tunasema kwamba serikali inafanya jitihada kubwa sana katika haya maeneo. Sasa hivi mmeona kuna vifaa, tumeongeza vifaa. Tunavyo vyuo vya zamani na vyuo vipya vinavyojengwa. Vile vyuo vya zamani vinahitaji teknolojia mpya iendana na mahitaji ya soko. Serikali imeshatumia takriban bilioni 7.2 kwa ajili ya kununua vifaa, na vifaa hivyo vimesambazwa katika vyuo takriban 63,
na tunazidi kuendelea kuongeza vifaa mbalimbali ili mwisho wa siku vijana wanaokuja kusoma elimu ya ufundi stadi waweze kupata ujuzi ambao wakienda kwenye soko la ajira waweze kweli kukutana na uhalisia na kuendana na ujuzi ule unaohitajika. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kwa upande wa VETA tunaishukuru sana serikali, lakini pia tunaishukuru chama kwa kuzidi kuweka msisitizo huo na kuhakikisha kwamba vijana wa Kitanzania wanapata ujuzi ule unaohitajika. Lakini tumeendelea kuhakikisha katika elimu hii ya ufundi stadi tuna eneo moja la wasichana kushiriki kupata mafunzo. Tulikuwa zamani na changamoto ya kwamba vijana wengi, mabinti wengi walikuwa wanaona ufundi stadi ni kwa ajili ya wanaume tu. Sasa hivi zana hiyo tumezidi kukimbizana nayo ili kuongeza hiyo fursa na wao wenyewe kuweza kusoma. Sasa hivi tulikuwa tunatoka kwenye 20% tunaenda kwenye 45% ya udahili wetu huo umelenga kudahili watoto wa kike. Na sasa hivi tumefika takriban 30% ya watoto wa kike ambao wanakuja kusoma. Na sisi tunaendelea kuhakikisha kwamba na wao wanashiriki kupata ujuzi ili ujuzi uweze kwenda kuwasaidia. Lakini tunajua Mheshimiwa Mwenyekiti, mlihitaji kwenye ilani vijana kuweza kutambuliwa ujuzi wao ili waweze na wenyewe kupata ajira rasmi pale inapohitajika. Tunao vijana ambao mtaani kule wanajua kutengeneza magari, lakini hajaja VETA kusoma, lakini kule mtaani anakutengenezea gari. Lakini wapo wengine wanaotengeneza kufanya wiring na shughuli mbalimbali. Sasa hivi tuna sera ya kwamba kuwapatia ujuzi, kurasmisha ujuzi ule waliokuwa nao na kuwapatia vyeti vinavyotambulika ili cheti kile anapoenda kuomba kazi, anapoona kuna tenda inamhitaji kuonyesha ujuzi wake, anatumia kile cheti kuweza kupatiwa kazi, na mwisho wa siku na wenyewe waweze kupata kazi zile au ajira zilizo rasmi. Na hilo tumelifanya sasa hivi, tumeshawafikia vijana takriban 23,000 na lengo ni kufikia vijana 100,000 tuweze kuwafikia. Kwa hiyo tunaendelea na lengo hilo kuhakikisha kila wilaya, kila mkoa vijana wanarasmishwa ili waweze kwenda kutumia ujuzi wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niseme tu haya kwa machache, lakini kwetu sisi VETA tunayo mengi. Mmejionea hapa tuna kiwanda. Hiki ni kiwanda ambacho ndani yake VETA tumefungua kampuni ya ujuzi. Kwa vijana ambao wamemaliza VETA wana uwezo wa kupata kazi, vijana ambao wana uwezo wa kutekeleza shughuli zao mbalimbali tunashirikiana nao ili kuweza kutekeleza shughuli mbalimbali na utengenezaji wa bidhaa. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nashukuru sana kwa ugeni wako, lakini tunashukuru sana Baraza Kuu la Wazazi kuweza kufika na kuweza kujionea namna tunavyotekeleza ilani, lakini serikali inavyotekeleza shughuli mbalimbali. Na nipende kusema sisi tunajivunia sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo aliweka msisitizo kwenye elimu ya ufundi stadi. Sisi kama VETA tunafanyia kazi na tunahakikisha hatumwangushi, na tunaamini tusipomwangusha yeye hatutakiangusha chama. Tunashukuru sana na karibuni sana. Asante sana. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.